Kuna watu wawili tu katika historia ya wanadamu ambao hawakufa kifo cha kawaida. Mmoja ni Henoki na mwingine ni nabii mkuu Eliya. Leo tutaona jinsi Mungu alivyomchukua Eliya mbinguni akiwa hai na maana ya tukio hili kubwa kwa sisi sote. Katika Mbili Wafalme sura ya 2 tunaona mojawapo ya miujiza mikubwa zaidi katika Biblia. Lakini si tu kuchukua kwa Eliya, ni pia jinsi Mungu anavyoandaa mrithi wake Elisha. Hadithi hii inaonyesha jinsi Mungu anapokezana utumishi kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Eliya alikuwa nabii mkuu ambaye alipambana na uongozi mbaya wa mfalme Ahabu na mkewe Yezebeli. Alikuwa ameonyesha uweza wa Mungu mlimani Karmeli, amekimbia kutoka kwa Yezebeli na ameona Mungu katika utulivu mdogo. Sasa wakati wake wa kuondoka umefika. Lakini jinsi alivyoondoka inashangaza. Hakufa, alichukuliwa mbinguni akiwa hai. Hebu tusome pamoja Mbili Wafalme 2:1-11. Ikawa Bwana alipotaka kumchukua Eliya mbinguni kwa kimbo cha upepo, Eliya na Elisha wakaondoka Gilgali. Naye Eliya akamwambia Elisha, baki hapa, kwa maana Bwana amenituma Betheli. Lakini Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na kama roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka Betheli. Mara 3 Eliya anajaribu kuacha Elisha, kwanza Gilgali, kisha Betheli, kisha Yeriko. Lakini Elisha hatakataa. Kila mahali wanakokwenda wanabii wengine wanauliza Elisha, je, unajua kuwa leo Bwana atamchukua bwana wako juu ya kichwa chako? Na Elisha anajibu, ndiyo, najua, nyamazeni. Mwishowe wanafika Yordani. Eliya anachukua vazi lake, analikunjana na anapiga maji. Maji yanagawanyika. Wote wawili wanavuka kavu. Halafu jambo kubwa linatokea. Wakati wakiendelea na kuzungumza, mara gari la moto na farasi wa moto vikawatenganisha wawili, naye Eliya akapanda mbinguni kwa kimbo cha upepo. Kuna mambo mengi tunayopoteza katika hadithi hii. Kwanza, kwa nini Eliya alijaribu mara 3 kuacha Elisha? Hii haikuwa ukaidi, ilikuwa mtihani. Eliya alijua siku hiyo ingekuwa ya mwisho wake duniani na alitaka kuona kama Elisha ana azma ya kweli ya kuendelea na kazi. Kama mwalimu mkuu, Eliya alitaka kuhakikisha mrithi wake ana moyo mkuu. Pili, Elisha aliomba kitu kikubwa sana, naomba fungu la 2 la roho yako liwe juu yangu. Katika utamaduni wa Kiebrania, fungu la 2 lilikuwa la mzaliwa wa kwanza, maradufu ya kila mwana mwingine. Elisha hakuomba fungu la roho ya Eliya, aliomba maradufu. Huu ni ujasiri mkuu. Na Eliya alisema, umeomba jambo gumu. Hata hivyo, kama utaniona nitakapochukuliwa kwako, itakuwa hivyo kwako, ikiwa sivyo, haitakuwa hivyo. Kitu cha 3, wanabii 50 walikuwa wamesimama kwa mbali wakiangalia. Wao walijua kitu kikubwa kilikuwa kinatokea. Hii haikuwa tukio la siri, ilikuwa ushuhuda wa umma wa uweza wa Mungu. Hadithi hii inaonyesha mabadiliko makubwa ya kiteolojia. Kwanza, tunaona jinsi Mungu anavyopokezana utumishi. Eliya hakuacha tu kazi, aliipokonya Elisha kwa makini. Kama mzee mzuri, alimwongoza kijana mdogo mahali, akimwonyesha kazi na akimtayarisha kwa majukumu makubwa. Hii ni mfano wa jinsi Kristo anavyotufundisha na kututayarisha kwa huduma. Pili, tunaona mabadiliko kutoka maafa ya taifa hadi uthibitisho wa uweza wa Mungu. Zamani za Eliya zilikuwa za giza, uongozi mbaya, ibada ya miungu ya uongo na uasi dhidi ya Mungu. Lakini kuchukua kwa Eliya kunaonyesha kuwa Mungu bado ana uweza mkuu. Yeye anaweza hata kushinda kifo. Jambo la 3 ni muhimu sana, tunaona mwanzo wa ufunuo kuhusu maisha ya milele. Tangu hapo Adamu na Hawa walifukuzwa bustanini, wanadamu wamekuwa wakikabiliana na kifo. Lakini Henoki na Eliya wanaonyesha jambo jipya, Mungu anaweza kutupeleka mahali fulani bila kufa. Hii ni ishara ya kile kitakachofanyika kwa waumini wote. Hii siku moja tutashinda kifo. Wanyamapori walio karibu na mto Yordani walishuhudia tukio hili la ajabu. Hebu tuwasikilize. Nimeona mengi kutoka anga, lakini hiki. Mwanadamu amechukuliwa mbinguni akiwa hai. Mimi niliona moto na upepo mkuu, lakini hakuwa wa kuangamiza, ulikuwa wa kumpandisha. Farasi wa moto walikuja kutoka mbinguni. Kama sisi tulivyoumbwa kutumikia, lakini hao walitumikia Mungu mwenyewe. Ule kijana Elisha amebaki na vazi la mzee wake. Je, ana uweza ule ule? Tuone, anakaribia mto.
Ataweza kufanya kama mzee wake alivyofanya. Amepiga maji kwa vazi. Maji yanagawanyika tena. Uweza umepokezwa. Wanadamu wambarikiwa sana kuliko sisi. Wanaweza kupata roho ya maradufu na hata kushinda kifo. Lakini wengi hawajui baraka zao. Wanalalamika badala ya kushukuru. Je, hadithi hii inatumaanisha nini leo? Kwanza, kama Eliya, sote tunahitaji kuandaa watu watafuata nyayo zetu. Haimaanishi tu kwa waongozi wa kanisa, kila mzazi, kila mwalimu, kila Mkristo mkongwe ana jukumu la kuongoza vijana. Tunaandaaje kizazi kinachokuja? Pili, tunahitaji kuomba kwa ujasiri kama Elisha. Yeye aliomba fungu la pili, maradufu ya roho ya Eliya. Hilo ni ombi kubwa. Lakini Mungu hakufurahia ombi dogo. Yeye anataka tuombe mambo makubwa. Kama Yakobo alipigana na malaika na kusema sitakuacha usiponibariki, na sisi pia tunahitaji kuomba kwa bidii. Jambo la tatu, Mungu ana uwezo wa kushinda hata kifo. Kwa Henoki na Eliya aliwafanya wakishinda kifo kimwili. Kwa sisi sote tunaoamini Yesu atutafufua siku ya mwisho. Lakini hata sasa anaweza kutufufua kiroho, kutoka dhambi hadi uzima, kutoka hofu hadi imani, kutoka kushindwa hadi ushindi. Una eneo gani la maisha yako unahitaji Mungu akuinulie juu? Hebu tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa hadithi ya Eliya na Elisha. Inatuonyesha kuwa wewe ni Mungu wa miujiza na kwamba una uweza hata juu ya kifo chenyewe. Tunakuomba utupe ujasiri wa kuomba mambo makubwa kama Elisha alivyoomba fungu la pili. Tusaidie kuwa waongozi wema wanaoweza kuandaa wengine kufuata nyayo zetu. Na Bwana, tunahitaji roho yako sasa. Tunayo maeneo ya maisha yetu yamekufa au yameshindwa. Tutukuze kama ulivyomtukuza Elisha. Tupatie uwezo wa kushinda kila kitu kinachotupinga. Tuwe na maisha ya ushindi kama walivyokuwa Henoki na Eliya, maisha yanayokuridhisha na yanayokuongoza kwa utukufu. Katika jina la Yesu tunaomba. Ameni. Kumbuka, Mungu ana uwezo wa kukuinua juu ya mazingira yako. Kama alivyomchukua Eliya mbinguni, anaweza kukuinua katika kila eneo la maisha yako. Omba kwa ujasiri, andaa wengine wafuate nyayo zako, na ishi kwa imani kuwa Mungu ana uweza mkuu katika maisha yako. Tuonane katika somo lingine la Genesis hadi Ufunuo. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.